أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, mada ya tafsiri ya mwaka huu kama mnavyoitambua ni misingi ya maadili katika Qur'an, mabadiul akhlaqi fil Qur'anil Karim. Katika mada hii itakuwa na sehemu tatu za mazungumzo kimsingi. Sehemu ya kwanza ni utangulizi ambao ndani tutazungumzia sababu za kuitagua mada hii, umuhimu wa mada hii, nafasi ya mada hii katika Qur'ani iko na nafasi gani. Huu utakuwa ni kama utangulizi ambao tutazungumzia mambo takriban matatu manne. Baada ya utangulizi, mada yote itakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaiita misingi ya kinadharia. Kwa mfano, kabla hatujaja kuzizungumza tabia, ipi ni mzuri, ipi ndio tabia mbaya, na tabia mzuri zatakikana zifanywe vipi, nyuma ya mazungumzo haya pana misingi. Mfano, kipimo cha kukagua tabia nzuri ni ipi na tabia mbaya ni ipi, ni kipimo gani? Ambapo pana utata. Qur'ani yasemaje? Wana filosofi wasemaje? Na ndio mtaona leo twapishana. Kija katika baadhi ya wanafalsafa wasema kipimo cha ukweli na kipimo cha urongo, kipimo cha usawa na kipimo cha ubatili ni manfaa ya kile kitu. Kwa kadiri ninavyonufaika nacho ndivyo kwa kadiri ninavyoweza kukisema kitu hiki ni kizuri, na kwa kadiri ambapo ninapodhurika nacho ndipo kwa kadiri ambapo mimi nitasema kitu hiki ni kibaya. Hii katika misingi muhimu ya kifalsafa ya maadili. Kwa mfano,
Katika misingi ya kimaadili ya kinadharia muhimu ambayo ina mjadala tutaka tuizungumze katika sehemu ya kwanza ni je, tabia ni kitu cha kudumu ama cha badilika? Kwa maana mathalan tabia fulani ni mzuri, je, tabia hii itabaki kuwa ni mzuri kutoka karne zilizopita na mpaka karne hizi na mpaka karne zitakazokuja, ama tabia za badilika kulingana na kubadilika wakati? Ni mjadala na mingi katika misingi ya kinadharia, inshallah tutakuja kuipitia. Kwa hivyo sehemu ya kwanza tumeiita ni misingi ya kinadharia ya kimaadili baina ya Qur'ani na baina ya madrasa nyingine za kibinadamu. Sehemu nyingine ndio tutakuja kwenye Qur'ani yenyewe yatupa vipi misingi ya maadili. Kwa mfano, tauhidi ina mchango gani katika maadili? Kumwamini Mwenyezi Mungu kunachangia kiasi gani katika tabia za wanadamu? Kuamini siku ya Kiyama kuna mchango gani katika kuchangia tabia za wanadamu? Takwa ambao ndio lengo la kila ibada, mkifunga mufike kwenye takwa, mkiswali ni kufika kwenye takwa. Takwa ina mchango gani katika tabia za wanadamu? Wahakadha ile misingi. Na tunapenda kutanabahisha ina la mada la jieleza, hatukuya kuzungumza tabia za Kiislamu, waila akhlaqi zenyewe ni kwa mamia. Hatuwezi kuzungumza Ramadhani, tutazungumza zaidi misingi muhimu inaotufanya sisi tuwe na tabia mzuri, na inshallah mtakuja kuyaona. Hii ndio mada kwa ufupi, utangulizi na sehemu mbili, ambao kila sehemu itatukua mambo yake. Tuanze katika utangulizi. Kama kawaida yetu, suala la kwanza linalotukabili huwa kwa nini tulitagua hii mada? Ina nafasi gani hii mada katika Qur'ani? Kuna mchango gani wa akhlaq leo katika ustawi wa kijamii kabla ya ustawi wa akhira? Lakini baadhi ya watu leo waweza kuona kwamba tukitaka kujenga jamii, zitu muhimu ziliogombea watu ni elimu, uchumi, teknolojia. Ndio wanakuambia mtu wapima maendeleo, watu wamesoma kiasi gani leo, watu wamepiga hatua katika uchumi kiasi gani, mathala uwezo wao wa kiuchumi ukoje, teknolojia imehusishwa kiasi gani katika maisha yetu, katika infrastructure, miundombinu ya maisha yetu, katika taaluma zetu, katika uendeshaji wa maisha ya leo kwa leo, communication na kadhalika. Tumeinvolve technology kiasi gani? Hizi ndio zipimo tunazopima katika kuangalia ustawi wa kimaendeleo ya jamii, ambao ni kweli ni katika zitu zinazoashiria jamii iko mahala gani. Lakini suala la kimsingi, ndugu zangu, haya yote ukitaka kuyajenga, huoni pana mahala pa dharura pa kuanza? Kwa sababu juzi kwa miezi nimepita pale Kinoni, si Kinoni hapa, msikiti wa Wahindi. Ukisha kutoka msikiti mpya ukipanda kile kama kilima,
ukija kabla ya kulitokea kuna lile kama kaburi, ukawa kumetengezwa pale, kumetiwa simiti vizuri, kisha pale ukutani kumeandikwa picha, ilikuwa mzuri sana, kuna frame na ndani imetiwa picha ya mapu ya Lamu. Sijui mmepita mmetahamali kitu hivyo, na frame mzuri na kioo. Mimi nikasimama nikajiuliza suala, itabaki paka lini hii picha? Katika moyo wangu nilijiuliza, niko peke yangu, hii picha itabaki paka lini? Baada ya muda nikipita, nusu kioo kimeweza kuvundika ama kimevundwa, lakini picha ikaliko. Baada ya siku 3-4 nikipita, nafikiri sasa mkienda tena mkipita kuna chochote sasa. Huu ni mfano mdogo, kile ni kitu pengine thamani yake sijui kitenda kitafanywa kwa senti ngapi, maana kuna hesabu za kitenda za serikali, lakini chaweza kuwa thamani yake shilingi 5,000 ile pale. Hakimpingi mtu, hakimdhuru mtu. Hata kile kioo baada ya kukivunda ule upande utakao kuutukua hakusaidii kitu wewe. Na ni maendeleo hususan katika MUI ambao unaotegemea katika uchumi wake, kama tunavodai tunategemea utalii, sio? Sasa ikiwa hujatengeza mwanadamu wa kujali hayo maendeleo, utayajenga vipi maendeleo? Ikiwa leo kutakuja mtu afukue kisima mahala pana shida ya maji, atoe mifereji, mtu yule haketi amu wala hausiki na waamu, enda zake, atoke ule alojengewa kisima kile anwe mai, atunde bloki au upige mfereji au uvunde. Wewe utajenga vipi maendeleo kwenye jamii hiyo? Ikiwa leo municipal itataka kueneza katika ndia ya kuhifadhi usafi wa MUI, ni kuhakikisha nendani kwenye mii imezohifadhiwa usafi, ni kila baada ya hatua 20-30 pana mahala pa kutupa nini? Taka. Ndio umfanye mtu asitupe zitu ovyo barabarani. Wewe umekula ndizi, uwezi unene wewe utatembea mtana kutoa na ganda la ndizi ungoja mahala pa kulitupa. Sasa zile zitakazokuwetwa mapipa sijui nini, zikatengenezwa kwa uzuri, zikaonesha decoration ya culture ya pale mahala, zikapangwa. Ikiwa kutatoka yule apangiwao ule usafi umfae yeye, alikokoe ile dude alivunde, we huoni kwamba pakuanda si kwenye hapo? Ndio mmoja katika wana hikma aulizwa masuala haya, suila ahadul hukama faqila lahu kaifa tabnuna biladakum. Mmoja katika wana hikma aliulizwa, majengaje mii yenu nyinyi? Kujenga mii mafikiri maelewa hapa, si maana kujenga majumba, kujenga kwa maana yake pana. Akanena, sikiza jawabu, akanena nabni man yabniha. Nabni, sisi humjenga mwenye kujenga, hatuijengi mii. Hatuendi direct kujenga mii, henda kuwajenga wenye kujenga. Akaulizwa, ni ziungo gani muhimu za kujenga hono umma wenye kujenga mii? Nitajie mambo muhimu, najua ni orodha kubwa, nipe kwa ufupi mambo muhimu 2-3. Akajibu akanena 3 anasir.
ni elementi tatu, ni ziungo zitatu. Cha kwanza akasema la ghina li ummatin min al-umami anha, hakuna umma waweza kukosa zitu hizi kimoja katika hizi tatu. Gani? Akasema al-akhlaqu wal-qutu wal-jaysh, tabia, chakula, jeshi. Na napenda maneno yake msiyatukue kwa harufu. Jeshi anakusudia usalama, amani. Kutu, chakula, akusudia nini? Uchumi. Na tatu ni akhlaq. Akaulizwa tena, ikishindikana kupatikana hizo tatu, tutoe ipi kama tumepata mbili tu? Ipi tuweza kuiondosha tubaki na mbili? Akasema jeshi. Ondosheni jeshi. Mupo na mimi? Tatu ni muhimu. Ikishindikana, umeambiwa zilioko ni mbili tu, akasema ondosha jeshi, bakisha akhlaqi na nini? Na chakula. Akaulizwa tena, ikishindikana hizo mbili isipokuwa ni moja, tubakishe ipi na tuondoshe ipi? Akajibu akasema alqutu, ondosha chakula. Jamaa wakamwambia, wa kaifa tabqa ummatun bila qutin wala jesh, umma utabaki vipi bila ya chakula, bila ya jeshi? Kwa akhlaqi tu tutaishi hivi? Kwambiwa tu una tabia mzuri? Akajibu akasema, ikiwa kweli tabia ziko kwa umma, utatafuta chakula na utatafuta jeshi. Ikiwa kweli tabia zipo kwa umma, zimekita kwa umma, basi hono umma hautalala mpaka utakwenda kutoa chakula na mpaka utakwenda kuunda nini? Jeshi. Lakini ukiwa umma umebakiwa na chakula, chakula hakitowafanya watu waende wakatafute tabia. Ataka kutuambia nini huyu? Kwamba jiwe la kwanza la msingi katika kujenga jamii ni kumuunda nani? Mwanadamu. Kuna kisa cha tembea mitandaoni, mimi nimekizungumza mara kadhaa kwenye darsa, cha ukuta wa China. China zamani hizo ilikipigana, mwisho wakaamua kujenga nini? Kujenga kuta, kwani security ya moyo. Wasema ule mwaka uliojengwa ule ukuta, China ilivamiwa zaidi kuliko ilipokuwa haina ukuta, na iligundulika kwamba wale walinzi katika milango ya ile kuta walikuwa wakipoa shilingi 200 na 300 watu wakipita. Ndio wakatoa ule mfano kwamba China ilitumia mamilioni ya pesa kujenga nini? Ukuta. Haikufikiria kumjenga mwanadamu mwenye kuulinda ukuta, haikufikiria. Na leo katika changamoto kubwa ya ulimwenguni mpaka huku kwetu, bidii zetu zote ziko kwenye kujenga maendeleo ya kimada, lakini hatujamuunda mwanadamu wa kuyalinda yale maendeleo. Elimu ni silaha kama uchumi. Uchumi ni silaha, ni kisu chenye makali kuwili. Elimu ikiwa kwenye mkono mwenye maadili mema, itakuwa ni sababu ya kumkomboa mwanadamu. Elimu ile ile ikiingia kwenye mkono wa mtu mwenye tabia mbaya, itakuwa ni sababu ya kumwangamiza mwanadamu. Kwa hivyo elimu ya baki ni chombo, hakina rangi,
Inaoipatia elimu rangi ni maadili na akhlaqi za mwenye elimu zikoje. Vile vile uchumi wabaki ni chombo, uchumi wenyewe si muovu si mzuri, hauna rangi. Rangi yake ni akhlaqi zilizoko nyuma za atakayekuumiliki uchumi ule. Ikiwa akhlaqi zake ni pato lake, ni faida yake, bila ya kujali, ndiyo elimu ile ile itatungiwa nadharia za kiuchumi iwaambie watu tukuani matani ya ngano mukayatose baharini kwa sababu ngano isianguke bei katika soko. Ni hiyo elimu ina na theory zake, imejengewa katika economy kwamba kila bidhaa ikiwa nyingi sokoni bei yafanya nini? Yateremka. Na bidhaa ikiwa adimu sokoni bei inafanya nini? Inapanda. Sasa tukilima ngano ikiwa nyingi tukiiteremsha sokoni itasababisha ngano kufanya nini? Kuanguka bei. Tuitie kwenye mameli tukaitose pwani. Na wanaofanya mambo haya ni watu tunawaamini sisi ndio wenye akili wa ulimwengu. Kisha baada ya kuitukua ile ngano kuitosa pwani, wao wakatengeneza NGOs za kusaidia maskini wafao kuandaa Afrika. Ni elimu ile ambayo yaweza kumfanya mtu akagundua kitu kikaleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu, kama alogundua umeme. Alileta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Betasawari leo sasa hivi tulivyo leo tu hapa Amu, wala sisi hatujafika kuwa ni katika maeneo yaliyoendelea, tuambiwe kutoka kesho bila ya spaki. Waweza kutasawar maisha hayo? Hata zile CTO zimezoingia kuitwa smart city, kila kitu chaenda kwa teknolojia na umeme na nini. Huku kwetu tunapaka yao liko ngalau jahazi la Tanga, pamoja na kwamba hutumia mashini, lakini na la Tanga liko, na makasia bado yako, na mlango wa kutia piki bado huko, ingawa kuna baadhi ya milango huweza kufungwa kwa nini? Kwa remote, sio? Sasa naambia wale watu walioko katika zile zinazoitwa smart city, siku wakiambiwa hakuna tena taa, kuna maisha. Sasa utampata yule mtu alogundua taa, umeme, ameleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mwanadamu. Wakadhalika mtu alogundua gari, ndege, dawa hii ya maradhi fulani, dawa hii. Lakini kuna na watu wameitumia elimu ile kutengenezea maradhi ya kumwangamiza mwanadamu, ambayo experience ya corona haiko mbali na sisi na mingi sana. Sasa ninachotaka mimi ni kwamba katika umuhimu wa kwanza wa masala ya akhlaq yataka yarudiwe katika ulimwengu wetu wa sasa, ndiko kiungo kimezokosekana zaidi katika ziungo zingine zozote za maendeleo. Na kukosekana kwake kimesababisha kuzorota hata zile zingine kufanya kazi. Na mifano ni mingi. Yaani maona akhlaqi, na nitakuja kueleza haya katika makosa ambayo tunapopewa fikra za Kiislamu finyo tukafahamu finyo. Maana sasa hao jamaa pengine ufikiria ustadhi ndio kuzungumza akhlaqi huko msikitini. Sasa wao wakifikiria akhlaqi, wafikiria sijui utaenda kufundishwa kutoa dhikri, utaenda kufundishwa kutoa subhanallah, utaenda kufundishwa kutoa tasbihi. Umeelewa? Ni sehemu ya akhlaqi, nisifahamike makosa, lakini ni asilimia hata 5 haifiki ya akhlaqi za Kiislamu. Yaani wengine kwambia hayo mambo yamepitiwa na wakati, kwa sababu mambo kuishi kiujuha hivi.
Sasa neno pia akhlaq lataka kazi kurudishwa katika maana yake halisia. Mfano leo katika benzetu, bila ya kutaja majina, utasikia watu wakiketi, wajua sisi bwana twashindwa na kina fulani, sisi hatupendani, sisi hatusaidiani, sisi hatushikani mikono. Angalia kina fulani, mtu aweza kuwa mtu amepata mlango yeye akawapa watu kadhaa pesa wakafungua biashara na wao. Angalia kina fulani, angalia. Hivi ni kweli kwetu tumezia hatuna watu namna hiyo? Ni kweli hivi? Na sisi unena ndio kitovu cha Uislamu? Ama kuna mahala pana tatizo? Kina fulani usaidiana, si uko mahapo. Baada ya kusaidiana huregesha wakisaidiwa? Wale uregesha bwana, wale hawana matezo, wala hawana mkataba, wala hawaandikiani. Nyinyi tukisaidiana uregesha? Haturegeshi. Sasa tutasaidiana vipi? Sasa inaofanya mimi niregeshe amana ni nini? Ni akhlaq. Hiyo akhlaq, si fiqh hiyo. Fiqh ni kusali. Ndio ukweli. Mwenyezi Mungu kunu maa sadiqin, uaminifu, ahadi. Hizo nini hizo? Ni akhlaq, si fiqh. Lakini sisi tunaona fulani bwana tabia zake mzuri, kwani hatukanani na mtu. Yao ndo maisha yote kutotukana na mtu. Angalieni hata mkisifu mtu wakati ana tabia, angalieni mnapomsifu. Yaani saa nyingine mwamtukana, maana yake hajitetei. Paka upokonywa chake unyemee tu umemwatia nguu. Hizo si tabia hizo. Yaani ni tabia za kulazana. Na ndio ule Lenin sijui ama ni Karl Marx katika wale wakubwa wa kikomunisti anena ad-dinu afyunu shu'ub. Dini ni bangi ya kulaza watu. Afyuni, si wajua afyuni? Tabani mimi simuungi mkono na ameandikiwa vitabu kujibiwa, lakini asema kwa nini? Kwa sababu ya hizi lugha hizi. Hata tu itakuwa tu bana Mungu huko bana simajaliwa, lakini yani unakwenda wasarenda watukuliwa kila kitu. Akhlaq. Kwa hivyo utalii leo, napenda mimi nazungumza zitu zitukuliwe kwa kadiri, siko kwenye kunena nini. Leo mathalan watu wakwambia katika mui wetu ni mui ambao kila tukiweza kupata watalii uchumi wafanya nini? Wataharrak. Kwa nini aje mtu ambaye si wetu wa kutoka kando uyao kutuwekea mitingi kutuzungumzia umuhimu wa amani ya mtalii, tusimtie kisongo na ye hajui kamwe matunda yake, tujuao matunda sisi? Kwa nini sisi tuko tayari sote kumuona mtalii barabarani aadhibiwa, ateswa, na hakuna atokao kwenda kumtetea, na wajua ule akiondoka harudi tena? Na ukiuliza tena hanihusu kamwe yale, yanakuhusu ya nini? Sijui mnaelewa. Kwa nini kuwajibika? Ni nini maana ya kuwajibika? Ni akhlaq. Mwenyezi Mungu alipotuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu, nyinyi mwaifasiri vipi kusaidiana? Kupeka tende msikitini? Ama kusaidiana ni kuhakikisha tumeshikana mikono, la maendeleo limekuwa katika unumui. Umeiona pipe ya maji imetiwa, pengine mafundi wamezubaa hawakuifunika, badala ya kuipita ukaifunika wewe kwa sababu ni pipe ya mui ile.
Umepita mahala kuna mifereji ya kusaidia watu mai, ukakuta mfereji uko wazi utawanya mai na muhusika hako, ukenda ukaufunga wewe yasitawanyike, kwa sababu yale ni mai ya nani? Ni mai ya mui. Unapoona ukiufunga ule mfereji haufunguki, kuna kipira kimekatika, ukatoa shilingi 100 ukenda dukani ukanunua mfereji mwingine ukaufunga, ndio katika hizo akhlaq, ndio katika hiyo wataawanu ala albirri wattaqwa. Wewe uko tayari kupika mahamri upeke msikitini watu wafungulie madhini, huko tayari kununua kipira cha mfereji watu wanoe mai. Siwalaumu mimi ikiwa na mimi ni mmoja wenu, lakini nakuonesha hata namna tulivyopewa Uislamu pataka kurudiwa. Unajua mwanadamu unapoketi msikitini ukamwambia kutoa ni muhimu, kutoa ni muhimu, kisha kila kukipijwa mfano hupijwa mifano fulani, watu hufremiwa wakaenda kwenye yale mambo fulani peke yake. Hawakuzoezeshwa pia kufahamishwa watu kwamba ile pipe muyankua ya water supply ni shirika la jamii na ni letu. Kwa hivyo hata ile pipe mimi nikisaidia katika sadaka. Lakini sisi tumefahamisha za serikali tena, kama sio kusisaidie, fanya bidii uziharibu. Sio tu saidia, na ukipata nafasi ya kuharibu fanya nini? Haribu. Kwa sababu gani? Mtakumuudhi fulani si zake jamanini, atapita atakwenda. Zile kwa na mkoloni zile kabla ya uhuru, ile birika la mai water supply na pipe zikaya, mkoloni imeenda, sio? Baada ya mkoloni kumepita serikali ngapi? Aliyebaki anaendelea kunwa yale mai nani? Ni sisi na vijana zetu na wajukuu wetu na kwenda mpaka mwisho. Sasa maona maneno ya huyu mtu alipoulizwa baina ya akhlaqi na chakula na jeshi, tuanze na kipi? Watu ukiwapa chakula hawana akhlaq, kitafanywa israfu. Watu ukiwapa nguvu hawana akhlaq, angalia watu wanavouana leo duniani bila ya sababu. Na ndio Ahmad Shauqi Bek katika mashairi yake muhimu ambayo mwayasikia kila mahali aliponena innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Innama katika lugha ya Kiarabu kitumia neno hili innama, hakuna kingine, ni hiko tu. Na ndio tukifasiriwa zamani madrasa neno hili, hakika si lingine, ni hilo tu. Innamal umamu, mukitaka kuona taifa liko kama taifa si lingine, al akhlaqu ma baqiyat, maadamu zimebakia tabia basi umma uko. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum, ukipata umma tabia zao zimepotea, dhahabu, basi wasomee na wao talqin, wasomee talqin akhlaq. Ili ni waingize ndani zaidi kwenye mambo haya, napenda kidogo, ingawa nimebakisha dakika 2-3 nitamaliza kesho, napenda kidogo munifuate kwenye nukta hii muhimu sana, na itatufundisha mambo ambayo mingi hatuyatama. Qur'ani mzima kutoka mwanzo mpaka mwisho ina aya 6,000 na ngapi? Na 300 na kitu kama sikukosea. 6,000 na 300 sijui na kitu. Ili nisiwatie kwenye dhiki za kufikiri, ngoja 6,236 6,230 kwa qiraa
kwa qiraa cha Hafs ibn Asim. Nakuja kuambia maana usende Google ukapata namba nyingine ukanikosoa. Kwa qiraa cha Hafs ibn, si mjua nyewe kuna ziraa za Qur'ani na namba za aya zinabadilika kulingana na nini, na qiraa. Mfano utaniambia kubadilika iye, si kwamba wengine huongeza wengine hupunguza. Mfano utakwambia siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kwenye nyinyi msahafu umeandikwa ni aya ngapi? Moja, sio? Kuna qiraa nyingine ni aya mbili hizo. Siratal ladhina an'amta alaihim ni aya na ghairil maghdubi alaihim ni aya. Sasa huyu utampata namba yake kubwa zaidi. Sijui mmenielewa vizuri sana. Kwa hivyo kulingana na qiraa cha Hafsi, nisitoke kwenye mada, lakini zitu kama hizi sitaki kuziwata zipite kesho kutoke matari, ni 6236. Mafundisho ya Kiislamu yote ambayo yamekuya kuetewa sisi, wanazuoni wamegawanya mara 3 peke yake: itikadi, fiqhi, akhlaq. Uislamu wote ni sehemu hizi 3 kulingana na wanazuoni. Itikadi, yani mambo ya kiitikadi, Mungu, sifa zake, mitumi, zitabu, malaika, siku ya ile amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Hizo wanakuwa nini? Itikadi. Sehemu ya pili nini? Fiqhi, kuswali, kufunga, kutoa zaka. Sehemu ya 3 nini? Akhlaq. Kwa haraka niwaambie, aya zimezokuya kuzungumza mambo ya ibada, wanazuoni wamekhtalifiana baina ya 130 mpaka 500. 130 mpaka 500. 130 mpaka yani 4 to 8%. Nendeni mkafanya hesabu, out of 6000 4 to 8% alonena 130 na mpaka alonena 500 haitoki kwenye range hiyo, baina ya 4 mpaka 8%. Aya za tabia ni 35% mpaka 40 katika Qur'an. Narudia, aya zimezokuya kuzungumza nini? Akhlaqi ni 35% mpaka ngapi? 40 ikhtilaf, yani aya 2000 na sisi maisha yetu husoma fiqhi ambao ni swala, saumu, nini, utasomeshwa nyaka, utasomeshwa aya 130. Akhlaqi ni somo la ziada na ustadhi ni uzenge wale alorengwa asoiwa kusomesha. Kesho inshallah tutaendelea, wakati umenisonga. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima tutaendelea kuieleza kitu kama hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, walhamdulillah.